ikaenda kwenye bunge maalum, ikapinduliwa kidogo, kapatikana sasa katiba pendekezwa. Kuna hilo swali kwa wananchi, endapo huku kote tutavuka kwenye majeraha huku tukapata majawabu, ni kilitokea hata kama ni siku 200-300 zijazo kwenye huo mchakato? Yako mawazo yamegawanyika kama sehemu 2-3, lakini mimi niazungumzie tu ya sehemu 2 kwa sababu ya muda. Kuna wazo kwamba mchakato ambao ulizaa maoni ya wananchi kikweli kweli ulikuwa ni mchakato aliyouongoza Jaji Warioba. Hilo naweza kusema kwa makadirio yetu Jukwaa la Katiba Tanzania tumegundua kwamba 90% ya Watanzania wanaamini hivyo, kwamba wao ukiwaambia katiba yao watanyanyua rasimu ya katiba mpya ambayo maoni yale walimpa Jaji Warioba. Lakini kama nilivyosema awali, kuna mpishano mkubwa sana Afrika kati ya maoni ya wananchi na maoni ya viongozi. Siku zote viongozi wana maoni ya upande wao na wananchi wana maoni ya upande wao. Kwa hiyo wako viongozi ambao wanasema ukisema kwamba mchakato uanzie pale kwenye rasimu ya katiba mpya iliyoandaliwa chini ya uongozi wa Jaji Warioba, utakuwa umedharau mchakato uliofuatia baada ya huo. Kwa sababu sheria ya mabadiliko ya katiba kama ilivyotungwa 2011 na ikarekebishwa mara 3 mpaka 2014 ilikuwa inasema kwamba baada ya tume ya mabadiliko ya katiba iliyoongozwa na Jaji Warioba kukamilisha kazi yake, itakwenda kuwasilisha rasimu yake kwenye bunge maalum la katiba. Bunge maalum la katiba litachakata na kufyatua rasimu ambayo itakuwa ndio rasimu ya mwisho, ikiitwa katiba inayopendekezwa. Baada ya hapo Watanzania ndio watamalizia mchezo. Watanzania wote watapiga kura kuipigia hiyo katiba pendekezwa au hiyo rasimu ya mwisho kura ya ndio au hapana. Endapo itapata kura ya ndio, basi itakuwa imeshinda. Endapo itapata kura ya hapana, basi itakuwa imeshindwa. Na utaratibu wa kama katiba hiyo itakuwa imeshindwa, tutarudi kuanzia hatua gani umeelezwa vizuri kwenye sheria. Kwa hivyo hatua ya kwanza ni hatua ya kuhuisha sheria. Sasa mawazo unayoyauliza haya ni mawazo mazuri, kwa sababu wakati wa kuihuisha sheria utahitajika haya mawazo tayari yawepo kwamba tunaanzia wapi. Maana sheria haiwezi kutengenezwa kama hatujui wapi pa kuanzia. Kwa hivyo niseme tu, wenye hoja nzito kuliko wengine ni wepi? Wenye hoja nzito kuliko wengine, angalau haya makundi mawili, ni wale wanaoamini kwamba mchakato huu ni mchakato wa wananchi. Unajua tofauti ya michakato ya kisiasa ya kawaida ambayo huwa inaongozwa na msingi wa mashindano, mchakato wa katiba huwa unapaswa kuongozwa na msingi wa maridhiano. Huwezi kwenda kwenye mchakato wa katiba ambao una mashindano. Sasa mchakato wetu ulikumbwa na mashindano. Ndio maana wengine wakiwa kwenye bunge maalum la katiba, bunge maalum la katiba halikumaliza ile kazi kwa usalama, lilimaliza kwa tifutifu. Kwa hiyo wengine walitoka, na hawakutoka kana kwamba wanaomba ruhusa waende wana dharura nje. Walitoka wakitoa tamko kwamba kwa uendeshaji wa kiburi wa namna hii wa bunge maalum la katiba haitazaliwa katiba mpya hapa. Sasa ikitokea hivyo, sayansi ya uendeshaji wa michakato ya katiba ilitaka, na hii ndio dhambi ya kuwaacha wataalam wa uendeshaji wa michakato ya katiba nje ya ukumbi wa bunge maalum la katiba. Kwa sababu hili unajiuliza, ilikuwaje wasishauriwe kwamba mheshimiwa mwenyekiti, hawa wajumbe waliotoka, utaratibu wa uandishi wa katiba unatutaka tuwatafute, mchakato huu usimame kidogo, tuwatafute, turidhiane nao. Yani tuzungumze, watueleze hawaridhishwi na nini. Wakisha kuwa tumeelewana nao, ndio tukubaliane, watuelekeze kwamba wao wanashauri katika maeneo ambayo wanadhani bunge linaenda vibaya, tufanyeje kuendesha vizuri ili tumalize kazi hii pamoja. Kilichotokea hakikuwa hivyo.
kwa sababu ya kukosekana kwa utaalamu, lakini la pili ni ile ya watatufanya nini. Ndio hasara ya mabunge ambayo chama kimoja kimejaa kuliko vingine kama Tanzania bana. Na sasa hivi ndio hali imezidi kuwa mbaya. Bunge letu la sasa ni afadhali hilo bunge maalum la katiba lilokuwepo wakati huo, kwa sababu sasa hivi ndio yani asilimia sasa 98.99, yani wanaogopa tu kusema 100% ni chama kimoja. Kwa sababu hiyo basi ndio ninachosema, wananchi wanachodai ni kwamba mbona hilo bunge maalum la katiba halikumaliza kazi vizuri? Mligombana, sisi mnataka tuanzie mahala ambapo waliokamilisha hiyo kazi walikuwa wachache, wengine wakiwa wamegomea. Ndio mnataka tuanze hiyo kazi hapo. Kwa hiyo wananchi wamekuwa wana hiyo hoja. Hoja ya pili, hiyo ni ya kimchakato, kwamba mchakato haukukamilika vizuri. Hoja ya pili ya wananchi imekuwa ni kwamba bunge maalum la katiba liliporomosha maudhui ya katiba yenyewe. Katiba ambayo wananchi ndio walimkabidhi Warioba, maoni yale walimpa Warioba. Bunge maalum la katiba wanasiasa walienda wakaporomosha, wanasiasa wachache sasa, kwa sababu wengine waliondoka. Lakini wale wachache walienda wakayaondoa maudhui. Kwa mfano kulikuwa na maudhui pale yalikuwa yanasema sifa za mtu kuweza kuwa mbunge, lazima awe na elimu angalau ya kidato fulani. Kama ilivyo kwa dereva wa mbunge, elimu yake ya chini kabisa lazima iwe kidato cha 4. Lakini mbunge haihitajiki kuwa na kidato cha 4. Mbunge anatakiwa ajue kusoma na kuandika Kiswahili au Kiingereza. Hata hicho Kiingereza sijui atakuwa likijulia wapi, kwa sababu katika hali ya kawaida mfumo wetu wa elimu ya msingi inaendeshwa kwa Kiswahili. Elimu ya sekondari Kiingereza mimi nilienda kukijua na nakijua, nilienda kukijulia sekondari. Sasa ndio unajiuliza, kama huyu mbunge hajafika kidato cha 4 ambacho dereva wake amefika, je, hicho Kiingereza alikijulia wapi? Alirithi? Maana unajua labda kuna Kiingereza cha kurithi. Sasa hapo ndio walienda wakaiondoa hiyo ambayo ilikuwa imeweka kigezo cha elimu kwa ajili ya mtu kuwa diwani, kwa ajili ya mtu kuwa mbunge. Kwa nini unajua iliwekwa hivyo? Ilijadiliwa sana hii. Ilionekana kwamba wabunge wana kazi ya kutunga sheria. Hivi wewe kutunga sheria ni kazi ya mtu anayejua kusoma tu na kuandika? Ni mtu ambaye hata form 2 hajafika kweli kutunga sheria. Lakini ukiacha hilo, kuna kazi ya kupitisha mikataba ya kimataifa kabla haijaanza kufanya kazi Tanzania. Mtu ambaye anajua kusoma tu na kuandika Kiswahili au Kiingereza. Kwa sababu kwanza sio Kiswahili na Kiingereza, ni Kiswahili au Kiingereza. Sio lazima uwe unakijua Kiingereza, unaweza ukakijua Kiswahili tu. Kwa hivyo haya na mengine mengi, kwa mfano maadili ya uongozi. Kwa mfano mle ndani kulikuwa kumewekwa ukomo wa mtu mmoja, Mtanzania mmoja, tuko milioni 62, 65 hivi leo. Mtanzania mmoja anawezaje kuwa mbunge kwa miaka 40? Vipindi 8. Kwa mfano kuna mbunge aliingia bungeni mwaka 95. Amekuepo bungeni mpaka hivi leo, na safari hii ameukua uwaziri. Ameukua uwaziri toka mwaka 95 mpaka leo. Ni miaka mingapi? 95, 2000 miaka 10, 2000, 2010, 2015 miaka 20, 2015 mpaka 2025 unazungumzia miaka zaidi ya 30. Mtu huyu yuko wapi? Yuko bungeni. Sasa inafika mahala huyu mtu, yeye na bunge ni kitu kimoja. Yani yeye ndio bunge, bunge ndio yeye. Kwa sababu hiyo basi hayo mambo wananchi walikuwa na hoji, mbona rais wa Tanzania mtu mzito hivyo tumemwekea ukomo kwenye katiba? Rais wa Tanzania ana ukomo, huwezi kuendelea kuwa rais zaidi ya vipindi 2 vya miaka 5. Kwa hiyo ikawa imewekwa kwamba madiwani na wabunge na wenyewe wawekewe ukomo. Ikawa imewekwa kwamba ukiwa umeshindwa kwenye uchaguzi unaruhusiwa, kama ulikuwa mgombea, unaruhusiwa kupinga matokeo ya uchaguzi katika ngazi yoyote ile, iwe udiwani, iwe ubunge, iwe urais. Ikaondolewa. Wakawa wamewekewa msingi kwamba mtu ambaye anataka kugombea ubunge au udiwani au serikali ya mtaa, lakini katika vyama vya siasa vilivyoko Tanzania haoni kinachofanana naye, anaruhusiwa kugombea pasipo kwenda kuomba kwenye chama chochote. Wakaiondoa. Kwa hiyo misingi yote hiyo ndio Watanzania wanaililia, kiasi kwamba Watanzania wametishia. Sisi tumefanya utafiti Jukwaa la Katiba Tanzania, ambako mimi ni mjumbe wa bodi. Tumefanya utafiti
tumeona kwamba endapo mchakato wa katiba mpya utaanzia kwenye katiba inayopendekezwa iliyozalishwa kwa haraka na bunge maalum la katiba, Watanzania wataipigia kura ya hapana. Itashindwa. Kwa hiyo tutatumia bilioni zingine za pesa, halafu Watanzania wanapiga hapana. Halafu tutaanza tena mchakato upya, ije ipite miaka 5 mingine tukiwa hatujapata katiba mpya, kiasi ambacho Mungu anazuia kucheza na maisha ya watu. Tumecheza na maisha ya watu kwa kuzuia katiba mpaka kufikia tu 29 Oktoba. Umeona kilichotokea. Tukicheza tena hatuwezi kutabiri madhara kwa maisha ya watu, kwa mali za watu na mali za nchi yetu yatakuwa ni kiasi gani mambo kama haya yaliyotokea 29 Oktoba yakija kujirudia tena. Kwa hivyo mimi nilikuwa natoa wito kwamba ukiuliza wapi pazuri pa kuanzia, mimi nilikuwa nafikiri kitaalamu huko katika nchi ambazo nimetembelea. Mimi nimefanya mchakato mmoja wa kuangalia michakato ya katiba na taasisi ya kimataifa inaitwa IDEA. IDEA. Michakato kama hii ikikwama, mahala pazuri pa kuanzia ni timu ya wataalamu wachache inateuliwa, inaenda kuanza na pale ambapo wanadhani wananchi wengi wanataka paanziwe. Kwa hiyo wanaweza kaichukua rasimu ya tume ya mabadiliko ya katiba wakaiweka mkononi. Halafu wakazichukua hizi nyingine, wakawa wanachukua sasa, je, humu kitu ambacho labda kiongezeke, labda kimejitokeza kati ya mwaka 2014 na hivi sasa. Mimi nimesema kuna mambo kama 2.5 hivi nimekuja kuyapata kutokana na uzoefu wa hapa. Kwa mfano, nimeliona Baraza la Ushauri la Taifa ambalo hatukulikumbuka sana wakati ule baada ya hizi fujo za 29 Oktoba. Mimi nimeona, na kwa hali tulionayo hivi sasa, tazama nani anaweza kumshauri nani hapa Tanzania kwa hivi leo? Nani anaweza kumshauri nani? Kwa sababu wewe unayedhani unaweza kumshauri mtu yoyote, wa Tanzania wanakuamini? Unaaminika na Watanzania? Tumefika mahala kiasi kwamba hata ukiteuliwa kwenye tume yoyote ya kuchunguza sijui jambo gani, ya kuleta maridhiano, unaweza ukajikuta Watanzania wanacheka tu. Kwa sababu wanashangaa, yani huyu ndio atakaye kuja achunguze, sisi tumpe mambo yetu. Unaweza ukaingia kwenye tume ambayo Watanzania wakakugomea hata kukupa maoni yako. Kwa sababu ili uweze kufanya uchunguzi, utakuwa unachunguzia wapi? Unachunguzia porini? Si lazima uongee na Watanzania. Watanzania wakikugomea wasiongee na wewe. Na nilikuwa namkubalia Mheshimiwa Rais kwamba tumeingia doa, itakuwa ni ngumu sana kwa sasa, sio tu kupata misaada na mikopo. Kwa sababu Watanzania wengine wanafikiri kwamba kama hii itatuzuia kupata mikopo, basi afadhali deni letu kasi ya kupanda itapungua kidogo. Unajua watu wengine, ndio nimekwambia, tuna mawazo tofauti. Lakini mimi nafikiri kikubwa zaidi, tufikirie mng'aro, naongezea kwenye hoja ya Mheshimiwa Rais, mng'aro wa Tanzania mbele ya jumuiya ya kimataifa. Nataka nikuhakikishie, mimi nimezunguka nchi nyingi kuangalia uchaguzi. Ilikuwa ninapofika uwanja wa ndege, wanauliza, wakichukua ile pasipoti yangu, passport, nchi zingine hata Kiingereza kidogo wanababaisha, nikiwapatia, wanasema la Tanzania. Yani unaona furaha hiyo. Hivi leo sijui nitakaposafiri tena kama nitashangiliwa vile nilivyokuwa nashangiliwa. Hilo ni jambo baya. Kwamba sisi tumetoka kutoka kwenye historia ya watu wa Samaria, watu wenye amani, watu wenye utulivu, watu wapenda haki, watu wasio na makuu. Tumeingia kwenye doa la wamwaga damu. Sisi hapa kweli? Kwa hivyo hilo nadhani tujifikirishe mbali sana. Na kwa kuhitimisha kuhusu hoja yako, niseme kwamba itachukua muda, ingawa mambo haya huwa yanatokea kwa kasi, kwa haraka, kuweza kujikuta mko kwenye machafuko. Lakini kuondoka kwenye hiyo hali huwa kuna kwenda kwa kasi ndogo kama ya kinyonga. Ndogo sana. Kwa hivyo utakuta hata baada ya kuwa tukikaa, na ili tukae turidhiane hapa, ni lazima kwanza tusameheane kwanza. Lazima kila mtu ajute kwa yaliyotokea. Kila mtu ajute. Mimi mwenyewe hapa najuta, nasema hivi nilifanya nini ambacho hakikusaidia machafuko yasitokee?
Sasa kila mtu ajute. Na shangaa wako watu wengine hawako tayari kujuta. Wako watu wengine yani wanaona kama hawakukosea chochote hivi. Sasa hiyo itatufanya tuwe na ugumu wa kuliponya taifa. Kwa hivyo nilikuwa nafikiri kwamba tujute, tusamehe watu wetu wote bila kujali alifanya nini, tusamehe baada ya kuwa tumechunguza. Tuchunguze kwa ajili ya kuweka rekodi. Kuchunguzwa lazima tuchunguzwe. Na mimi nimetumia neno kuchunguzwa. Sijasema tujichunguze. Kamati za ndani ya Tanzania kwa sasa sijaelewa zitakuwa na ukubalifu, zitakubalika na Watanzania asilimia ngapi. Mimi sijajua. Kama kuna watu ambao wameshatafiti wakaona kwamba kamati ya ndani ya Tanzania, hata Samson ungeteuliwa, hata sijui nani angeteuliwa, watu walioko ndani kila mmoja anaonekana alikuwa na mchango katika kilichotokea. Sasa ni ngumu kumpata mtu wa ndani yetu hapa. Na huu ni uzoefu wa kimataifa. Mkishakuwa mmefikia mahala tulipofikia sisi, roho za watu, damu zimemwagika, huwa ni ngumu kumpata mtu ambaye ni msafi katika usafi unaotosha aweze kuongoza uchunguzi na watu wamwamini, wampe taarifa, na hatimaye ripoti ikitoka waikubali. Hatari ya kuchukua watu wa ndani ya Tanzania ni kwamba unaweza kuwachukua watu watakunyamazia tu. Hiyo kamati ikafanya kazi kwa ugumu kabisa, ikajikuta kuna watu wengine hawatapatikana kuweza kuhojiwa, sababu huwezi kumfunga mtu kamba ukamwambia sasa utahojiwa. Huwezi kufanya hivyo. Kamati hizi huwa zinatakiwa zichunguze kwa hiari ya wale watu ambao wanahojiwa, sio kwa kuwafunga pingu. Tusije tukafikia mahala tukakuta kuna watu wanachapwa viboko ili watoe taarifa za kiuchunguzi. Kwa hivyo mimi nilikuwa nasema ukiacha hii kamati ambayo nadhani itabidi ipangiwe majukumu ya kulainisha mahusiano hapa Tanzania, ifanye kazi ya kulainisha tu kwa ajili ya kuwaandaa Watanzania kwa ajili ya majopo ambayo yatakuwa na wajumbe ambao hawakushiriki kwa namna yoyote kwenye yaliyotokea hapa Tanzania. Na majopo hayo yameanza kuomba. Kuna jopo la Jumuiya ya Madola limeomba. Kuna jopo lingine nimepata taarifa limeanza kuomba. Ningependa wadau wote. Kuna makosa wao yanafanyika. Watu mnafikiri majopo haya yanatakiwa yaruhusiwe na serikali tu. Majopo haya ukubalifu wake unategemeana na wadau wote kabisa. Sio kwamba ni serikali tu ndio inaweza kuyakataa. Katika nchi ambazo nimetembelea nyingine, serikali iliwahi kuyakubali majopo yaje kutoka nchi zingine, wadau wengine wakawa wameyakataa hayo majopo. Sasa mimi natoa wito kwa wadau wote, tukubali tuchunguzwe. Na michakato ya kujichunguza wenyewe hapa, mimi nadhani iendelee. Mimi hofu yangu tu ni kwamba tunazo rasilimali kweli za kuandaa majopo ambayo yatafanya kazi ambayo tena itakuja kufanywa tena na majopo mengine. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri kwamba tuende moja kwa moja, jopo likiundwa la hapa ndani, kwa mfano jopo liliundwa na Mheshimiwa Rais, nadhani lifanye kazi kwenye diplomasia tunaita ya rapport building. Kujenga rapport, yani rapport kwa wale ndugu zangu mlioko huku vijijini nilikozaliwa mimi, kujenga rapport ni kulainisha mahusiano. Ili kama kuandaa hivi. Jukwaa la Katiba Tanzania tuliwahi kufanya hiyo kazi ya rapport. Wakati mzee Warioba anaanza kujiandaa kwenda kukusanya maoni ya wananchi kuhusu katiba mpya, sisi tulitangulia, tukawa tunawaambia wananchi, tunawaelewesha kwamba jamani, itakuja tume hapa, imeundwa na rais, inaongozwa na mzee Warioba. Mzee huyo ni wa kuheshimika sana. Tunaomba mumpe ushirikiano. Kwa sababu msipofanya hivyo, unajua wananchi wameshatembelewa na matume mengi sana. Sasa wanaweza kaona hili tume nalo linakuja kufanya nini? Kunahitajika watu wa kuweza kuitambulisha hiyo tume inayokuwa imeundwa. Mimi nafikiri hii tume yetu ya ndani hii ifanye kazi ya kuzitambulisha tume zitakazokuja kufanya uchunguzi wenyewe na kuongoza mchakato wa maridhiano. Hili litakuwa si jambo baya hata kidogo. Lakini tukingangana kwamba tunaweza kujichunguza wenyewe, mimi nitashangazwa katika uhai wangu nikiona kwa yale yaliyotokea nchi hii na kwa uzoefu nilionao kwa nchi zingine, Tanzania iandae tume hapa ndani, na tume hiyo ipate ushirikiano wa kutosha, ifanye kazi, ipate ugunduzi, na ule ugunduzi wa mambo walioyabaini
uheshimike na watu wote wa Tanzania. Nami nitasema basi, unajua mimi huwa nakubali. Ikionekana kwamba jambo nililokuwa nalifikiria halitatokea limetokea, basi huwa nasema mimi ni nani? Mimi ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Na katika hatua hiyo nafikiri kwamba jukumu la taasisi mbalimbali, taasisi za dini, nimeona taasisi za dini nao wengine wanasema haki ndio ianze, haki ni muhimu kabla ya amani, haki huzaa amani. Wengine wamesema amani ndio muhimu kuliko haki, maana amani ikiwepo ndio haki ni rahisi kuipata. Sasa hayo majadiliano mimi nilikuwa nadhani yamewahishwa sana. Mimi nafikiri hiyo nguvu walionayo viongozi wa dini wangeitia katika kule kuja kushiriki kwenye mchakato mzima ambao mimi nauona ukija. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola ameshateua mjumbe, Daktari Rais mstaafu wa Malawi Lazarus Chakwera, ambaye pia ni mchungaji wa kanisa, mchungaji mzito kabisa. Anakuja aje aangalie hali ya awali kama Jumuiya ya Madola itaweza kuruhusiwa kuweza kusaidia kututazamisha juu ya hali ya baadaye ya Tanzania. Tukushukuru sana Deus Kibamba ambaye amejiunga nasi moja kwa moja na kutupa mtazamo wake kuhusiana na matarajio ya wananchi pamoja na serikali yenyewe na kile ambacho kinatarajiwa kufanyika. Mimi ni Samson Charles kutoka katika jopo zima la kipindi cha Mjadala. Kumbuka mjadala huu unaleta mjadala mwingine ujao. Tutakuwa na nani? Usikose hapa East Africa TV. Tukutane tena wakati mwingine.